Nini kilichotokea mpaka mzee Mangungu kukimbia kwenye ule mkutano na kachupu kupewa kipondo na wanachama wa klabu ya Simba? Amechimba na Mangungu amechimba. Na kabla tu hujatupa kilichotokea huko, tusikilize kidogo kelele za mashabiki. Mshabiki mmoja nguli kweli, wanaitwa Muhindi wa Simba. Muhindi wa Simba. Nani afai huyo? Maana hata ubunge alikosa huyo. Huyo afai kwa kiongozi. Leo wa Tanzania wamedhihirisha kwamba kweli huyo afai. Sisi unajua mwandishi alikuwa anapiga kelele kila siku. Huyo Muhindi wa Simba. Mimi ndio nilikuwa namtukana kila siku. Ni Muhindi wa Simba. Wamedhihirisha kwamba kweli huyu muhuni. Wa Tanzania wana hamu kulikweli kwanza tu ya kujua baadhi ya mambo ambayo yametokea katika siku hii ya leo hapa jijini Dar es Salaam, tukizungumzia klabu ya Simba mnyama baada tu ya kupokea kipigo cha mbwakoko kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ndani ya klabu bingwa, nikimaanisha Petro walivyoingia tu kwenye ule uwanja wakafanya ule uwanja ni wa kwao. Lakini tu baada ya hapo, hali ya hewa ya klabu ya Simba na mashabiki wake na wanachama wote kiujumla, mambo yamekuwa si mambo. Mambo yamekuwa mchafukoge, kwa lugha hii ya mzee mmoja anaitwa mzee Mkopa wa Momboka. Mambo yamekuwa mchafukoga. Leo hii bwana, mida ya saa 2 kitu kama hicho, kwenye ukumbi fulani pale maeneo ya Posta pale, Diamond Jibril pale. Yes, zilitaka pale kupigwa ngumi pale. Kulikuwa kuna mkutano wa Simba pale na wanachama wao kuhusu namna gani uendeshaji wa klabu hiyo, kwa nini mambo hayaendi, walio yatarajia kwa wana Simba wanaona kama mambo yamekuwa sivyo ndivyo. Leo sasa, kwa taarifa ambazo tumezidukua kwa muda huo, mzee Mangungu baada ya ule mkutano ameweza kula kona, amekula chochoro. Hebu tupe habari, kwa sababu wewe ulikuwa kwenye ule mkutano. Kwa maneno tu ya shabiki Muhindi wa Simba, anasema Mangungu ni kweli muhuni, ingawa tumemvumilia vya kutosha, lakini mambo ni kweli ni muhuni. Hizi kauli za wanachama mzee Abdalla, karibu sana bwana, ili ubonge na Tanzania. Profesa Mandela, kwa mara nyingine tena niwaambie wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Samaria Media kwamba kwenye mpira Profesa Mandela kuna mtu anaitwa man of the match. Man of the match. Lakini katika mkutano mkuu wa klabu ya Simba leo imegeuka. Man of the match amekuwa bwana Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba. Ndio ameibuka kidedea leo man of the match. Maana kulikuwa kuna wanachama zaidi ya 600 mpaka baadaye akidi ikatimia kufikia 900 na lakini walishindwa kutengeneza hoja za msingi ambazo zilikuwa zinataka zimuangushe ama kumuondoa ama kumfanya Mangungu abwage manyanga, lakini mwisho wa siku amekuwa man of the match bwana Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba, ambaye juzi Baraza la Michezo Tanzania BMT limemuongezea tena minyama imemuongezea, ikithibitisha kupitia BMT kupitia mtendaji wao kwamba mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba kwa sasa si tena atoke upande wa tajiri, hapana, anatakiwa atoke huku upande wa wanachama kwenye 51%. Hapa ndipo bundi alipoanza kuvuma sauti yake Profesa Mandela. Baada ya BMT juzi kuthibitisha kwamba yule mwenyekiti wa bodi wa Simba ambaye huwa anachaguliwa na rais wa heshima wa Simba, ambaye alikuwa huyu bwana mkubwa Crescentus Magoli, ndiye alikuwa mwenyekiti wa bodi ya Simba. Sasa juzi BMT wakasema hapana, wakatia ngumu, wakapiga nyundo, wakasema Murtaza Mangungu ambaye ndiye mwenyekiti wa klabu ya Simba kiasilimia ana 51% upande wa wanachama, basi huyu ndiye bosi wa Simba na si Crescentus Magoli. Ndipo bundi lilipoanza kuvuma na kutoa sauti yenye kuonesha kuna viashiria vya hatari katika klabu ya Simba. Ikumbuke kwamba aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya Simba bwana Crescentus Magoli, baada ya kauli ile aliita press na baadhi ya waandishi wa habari na kusema kwamba baadhi ya viongozi wa Simba wana afya ya akili. Wana afya ya akili. Huyu si kauli yangu, ni kauli ya Crescentus Magoli.
aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba, akisema kwamba, namnukuu, baadhi ya viongozi wa Simba wana matatizo ya afya ya akili. Inafikia hatua klabu ya Simba ikifungwa ama kupoteza mchezo, hao baadhi ya viongozi ambao wanasema yeye kuwa kwa kauli yake wana afya ya akili wanachekelea, wanafurahia Simba kufungwa ama kupoteza. Hii ni kauli ya Clatous Magoli, aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Simba. Sasa Profesa Mandela bundi, hapo ndipo alipoanza kuvuma sauti yake ya bundi ile. Ilianzia hapo Profesa Mandela. Ndipo leo klabu ya Simba ilitisha mkutano mkuu wa wanachama kwa mujibu wa katiba. Na kama ilivyo ada, mwenyekiti huwa anafungua kikao na kufunga. Na mwenyekiti ni Bwana Murtaza Mangungu, ambaye leo alikuwa man of the match. Alifanikiwa kupangua hoja karibu zote za wale waliotaka kumng'oa, kwa kuwa hawakuwa na hoja za msingi kwa mujibu wake yeye. Na majibu yake mengi alikuwa akisema kwamba nyinyi mnauliza maswali sio kwa niaba ya Simba, bali mnauliza maswali kwa niaba ya chuki na Mangungu. Kwa hiyo tukutane kwenye uchaguzi mkuu mwaka. Tukutane kwenye uchaguzi mkuu. Kama mna maswali yanayohusiana na Simba, kama klabu ya Simba, basi ulizeni, ila hayo ya kwenu nadhani ni ya chuki na Mangungu. Tukutane kwenye uchaguzi. Miongoni mwa maswali ambayo aliulizwa Bwana Murtaza Mangungu ni kama hili mojawapo, kwamba kwa nini mapato na matumizi ya klabu ya Simba yanasomwa na muhasibu wa klabu ya Simba na yasitafutwe wataalamu wa mahesabu. Kwa Kiswahili cha kule kwetu Rufiji tunasema auditor. Auditor. Maana wapiga mahesabu kutoka nje ya klabu ambao hao ni maprofessional hizi kazi. Na Mangungu waliwajibu kwamba hii swali hili silizo mimi, hii ripoti ama hii taarifa imeandaliwa na bodi. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti nimeitamka tu. Kwa hiyo hayo maswali mengine nadhani sijui ya kuwapsinda cha kuwajibu. Kwa hiyo kuna maswali mengi Mangungu aliyajibu, lakini ilikuwa zaidi shahidi inaonyesha alikuwa na ajibu kwamba alijiandaa kwamba nini kitaka kitokee. Alijiamini. Kwa sababu baada ya kikao kuisha, miongoni mwa watu ambao sisi waandishi habari tuliwafuata na kuwahoji na kuwauliza alikuwa Bwana Mikoi. Bwana Mikoi. Nadhani watu wengi wanamjua kwa jina la Kisugu. Mimi namuita Mikoi. Na Mikoi alicheka basi hakuwa najibu. Kila waandishi tukimuuliza bwana vipi, anacheka akiashiria kwamba ile ni picha la Kihindi. Picha kuisha na styling ya Wawi, picha la Kihindi. Moja picha la Kihindi profesa ni picha pekee ama ni sinema pekee ambayo inakwisha na styling ya Wawi. Ni picha la Kihindi. Picha la Kihindi. Kwa hiyo kwa mtazamo wako na hesabu zako za uchambuzi, ukitazama tu kwa undani kwamba mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba wameonewa kwenye mkutano wa leo. Nikisema wameonewa itakuwa si kweli, kwa sababu mkutano mkuu ni haki yao wanachama. Mangungu ni mmoja, wanachama walikuwa zaidi ya 600. Sasa wanaonewaje? Sasa kama wao wanachama hawakuridhika na speech ya mheshimiwa Murtaza Mangungu, unafikiri hili na unalolisema kwamba hawajaonewa liko sawa sawa? Kwangu mimi wanachama hawakuonewa, kwa sababu Mangungu alikuwa mmoja, lakini wanachama walikuwa zaidi ya 600. Lakini sasa inakuwaje mtu huyu mmoja aonee watu 600? Jibu sahihi ni kwamba wanachama wa klabu ya Simba hawakujipanga. Kwa sababu labda Profesa Mandela anaanza kusema kwamba uwepo wa mechi ya klabu bingwa barani Afrika ya mkondo wa pili baina ya Simba na Stade Marine ya Mali, labda wanachama walio wengi akili yao waliweka zaidi kwenye mechi na sio kwenye mkutano mkuu, kiasi kwamba walishindwa Mandela kuandaa zile nyundo walishindwa kuziandaa, na akili yao mawazo waliweka katika mechi ambayo inachezwa leo mjini Bamako, Mali. Hebu turudi kwanza kwenye mkutano wa Simba, tumsikilize kidogo sekunde 5 tu Murtaza Mangungu mwenyewe alichokuwa anakisema. Pia yuko Isa Masudi ambaye ametangulia siku 10 kabla ya mchezo. Tunao viongozi wengine wa serikali kutoka kwenye shirikisho na taasisi zingine, ubalozi wetu wa Tanzania nchini. Baadhi ya watu wamekuwa wakitoa tafsiri tofauti kwamba logo ya Simba haijasajiliwa. Hiyo taarifa haina ukweli hata nukta moja. Unasikia? Logo ya Simba haijasajiliwa na wanachama wamefanya research. Mwenyekiti amekanusha, amesema haina ukweli. Ngoja kwanza. Ukiona hili jambo mpaka linaingia kwenye mkutano mkuu,
wanachama na mashabiki hawawezi kubahatisha vitu kama hivi, isipokuwa kinachotokea hapo, kiongozi anajivika ngozi ya chui. Sijui umenielewa? Anajivika ngozi ya chui kwamba yoyote yule atakaye kuja kuniharansi mimi nimuumizie wapi. Iko hivi, mtazamo wako sasa wewe, jinsi ulivyotazama mkutano ulivyoishaisha, umeishaje? Kwa sura gani? Kwa sisi waandishi ambao tulifanikiwa kuwa katika ukumbi wa Diamond Jubilee kwa leo, tunasema nilimkuu Mama Asha Baraka, mmoja ya wajumbe wa bodi ya Simba, alipofuatwa na waandishi, miongoni mwa waandishi waliomfuata wakiwemo waandishi wa Samaria Media. Asha Baraka akiwa na mkongo kabisa, mwenyekiti mkongo kabisa wa Simba mstaafu, ambaye ni msomi, huyu mwalimu wa chuo kikuu, mzee wangu Mwina Kadoguda. Asha Baraka alikuwa akikimbia kamera za waandishi wa habari na maiki akisema, leo tumeona mapurupuru ama mapururu. Hatukuweza kuelewa waandishi wa habari mapururu wakimaanisha nini, lakini pia Asha Baraka na mzee wetu Mwina Kadoguda yaonesha dhahiri shahiri hawakuridhika ama hawakuridhia kile ambacho kilifanyika na kutokea leo katika ukumbi wa Diamond Jubilee, wakionekana kama Muntaza Mangungu ametumia mamlaka yake kufanya kile alichokifanya ambacho sio sahihi kwa upande wao. Lakini mimi sina shida na mzee Mangungu kwa sababu kama kikao walikiitisha, mkutano waliufungua, wanachama walikuwa wengi, walikamilika, walishindwa nini kuandaa nyundo zao? Kwa hiyo kwa maana nyingine leo style nyingine mzee Muntaza Mangungu leo si wanachama wa Simba. Lakini Profesa kumbuka, mechi si mechi rahisi, kwa sababu hili kundi la Simba ni kundi B ambalo ukiliangalia lina vigogo watupu, kwa sababu kuna mwamba experience ya Tunisia, kuna mwamba Petro Atletico ya Angola. Lakini wao walisema hili kundi jepesi la kwao, mbona kama lugha zinabadilika? Hizo ni kauli za mashabiki. Ukishaisikia timu zimeingia makundi, Profesa, katika klabu bingwa barani Afrika hakuna mwepesi. Kwa sababu ni kundi ambalo limekaa zigzaga kwangu mimi. Mechi ya kwanza Simba amefungwa nyumbani na Petro Atletico. Mechi ya kwanza Esperance ametoka suluhu ama sare tasa nyumbani na Stade Marine ya Mali. Jana kwa mara nyingine tena mechi ya Petro Atletico akiwa nyumbani pamoja na Esperance de Tunisia. Esperance de Tunisia wamefanikiwa kupata alama moja wakisawazisha goli dakika 76. Basi tu nafikiri sasa tukaendelea kutazama game ambako mnyama Simba sasa yupo machinjioni. Leo lazima atachinjwa leo. Kwa ukubwa Simba ni mkubwa sana kwa Stade Marine. Labda maajabu ya mpira yaweze kutokea, ila Simba ni mkubwa sana kwa Stade Marine.